Karibu ndugu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi maalum, kipindi ambacho kimerekodiwa katika eneo la Stigler's Gorge, mahala ambapo ndipo panapotekelezwa mradi kabambe wa kufua umeme kwa kutumia maji ya mto Rufiji, mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project. Mtazamaji, unaweza kaona hapa katika mkono wangu wa kulia nimeweza kushika kabrasha hili. Kwa hakika kabrasha hili ndiyo lina taarifa zote juu ya utekelezaji wa mradi kwa mwezi wa Septemba 2020. Huyu ambaye nakwenda kufanya naye mahojiano hapa na atakupa habari zote juu ya utekelezaji wa mradi huu si mwingine bali ni mhandisi Robert Kabudi, ambaye yeye ndiyo kazi yake kuhakikisha kwamba katika maeneo yote ambapo mkataba umeainishwa kwamba kazi ya kwanza ni hii, kazi ya pili ni hii na kazi ya mwisho ni hii, jukumu lake ni kuona kwamba huo mkataba kwanza unafuatwa, lakini pili kila kilichoandikwa kinatekelezwa. Kwa jukumu alilonao, kila mwezi anatengeneza ripoti kumefanyika nini na kuna kitu gani ambacho tumekwama, na katika kukwama huko wanarekebisha nini. Unaweza kaona hili ni kabrasha kubwa sana. Sasa jaribu kufikiria kwa miezi 42 au miezi 36 ya utekelezaji, kila mwezi kunakuwa na kabrasha. Hii inathibitisha kwamba kwa hakika wazalendo ambao wamekabidhiwa mradi huu wako makini kuhakikisha kwamba taifa linakwenda kufaidika na kazi ambayo inafanyika hapa, lakini vile vile fedha za umma zinakwenda kutumika kama ilivyokusudiwa. Mtazamaji wa TBC1, sasa namleta hapa mhandisi Robert Kabudi ambaye yeye cheo chake kwa hakika kina maneno mengi. Ataeleza ni jukumu lake, lakini pili atakueleza kwa kuanzia tunarekodi kipindi hiki Septemba 2020 ikiwa ni mwezi wa 21 toka mkataba au utekelezaji wa mradi huu ulipoanza katika miezi 42. Kwa maana hiyo hapa tunagawa. Sasa nataka tuambie katika miezi 21 ya kwanza kumefanyika nini mpaka leo tunapofanya mahojiano. Shukrani sana Lugenzi Kabale. Kwanza nianze kusema kwamba hakika tumeuona mkono wa Bwana. Tunamtazama Mwenyezi Mungu. Kwa hakika yupo nasi katika huu mradi wa Tanzania siku zote, yupo nasi hata mafikio ya dahari. Na sasa labda niseme tu ninavyoona mimi kwa akili ambazo ametupa yeye, maarifa aliyotukarimu, stadi na ujuzi aliotupata, dhamira tulionayo, unyenyekevu tuliomrudia, kwamba abariki mikono yetu ambayo inakwenda kutekeleza kazi yake hii ya wakfu, mradi huu utakamilika. Umeanza kwa kuuliza swali la utekelezaji wa mradi huu. Labda niweke sawa. Umeanza sahihi kabisa kutaja kwamba huu mradi unatekelezwa katika miezi 42 na miezi 36 ndio ya utendaji kazi. Nitabadili kidogo tu mtindo wa kuzungumzia wapi tulipofika, kwa sababu kwa sisi mafundi anapozungumzia hivi vipimo huwa unajua ni nani. Akizungumzia milimita unajua ni fundi wa aina gani, akizungumzia sentimita unajua ni fundi wa aina gani. Sasa tunapozungumzia mipango huwa tunakwenda siku kwa siku, na wenzetu wa A-Town, mji wa Arusha au Chuga, huwa wanasema chocho kwa chocho. Maana ya chocho kwa chocho ni kwamba siku hadi siku tunakwenda kuizungumzia. Sasa mradi huu hatua tulipo kwa upande wa muda uko hivi. Mradi huu ulikuwa unatekelezwa kuanzia tarehe 15 ya Desemba 2018 na utakwisha tarehe 15 ya Juni 2022. Hizo ni siku 1278. Mradi huu ulikuwa na miezi 6 ambayo ni ya maandalizi, ambazo ni siku 181. Kwa hiyo ukitoa siku 1278 ukatoa 181 za maandalizi, unakuta ya kwamba tuna siku 1097 za ujenzi. Hatua tuliofikia leo, labda kuna maadhimisho ambayo sisi kwenye mradi tumeyafanya tukiyapigia kelele, lakini maadhimisho ambayo yana maana halisi. Mradi huu siku chache zilizopita tarehe 15 Septemba ulikuwa umefikia 50% kwa 50 ya utekelezaji wake. Yaani tangu siku umeanza ni siku 639 na zimebakia siku 639 kumalizia. Lakini kiutekelezaji ina maana tumekwenda siku 458 na zikiwa zimebakia siku 439. Lakini pia hapa niweze kuliweka moja. Usimamizi wa TANROADS Teku, chombo ambacho ndiye mshauri elekezi, ulianza tarehe 18 Aprili, siku ambayo managing director au mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Daktari Engineer Tito Mwinuka alisaini mkataba na chief executive, yani mtendaji mkuu wa TANROADS ambaye ni mhandisi Patrick Mfugale. Kwa hiyo ukihesabu siku ambayo mkataba ulisainiwa wa maelewano na sisi kuanza kazi hapa rasmi zinakuwa ni siku 520. Hayo yote ni maadhimisho ambayo mnayaona. Sasa tuende kuona katika hatua ambayo tumefikia hizo siku utekelezaji ukoje. Mradi huu una maeneo 7
ambayo ni muhimu. Ukiyataja hayo maeneo 7 umegusa katika kipengele cha huu mradi, na cha 8 ambacho hakitajwi sana lakini nitakuja kukizungumzia huko mwishoni. Kipengele cha kwanza kabisa ambacho tulianza nacho ni handaki ambalo litachepusha maji, kwa sababu sayansi na teknolojia ya kujenga ni kwamba huwezi kujenga palipo na maji. Kwa hiyo lazima tuhamishe maji mtoni ili tuweze kuanza na misingi. Hili ndio linaitwa kwamba ni handaki la uchepushaji. Takriban urefu wake ni kama 0.7 ya kilomita, ambalo karibu linakamilika. Wengi wamepita huko, picha mnaweza mkaziona. Tunategemea kwamba tarehe 15 Oktoba shughuli za uchepushaji mto utaanza. Kwa hiyo ni eneo la kwanza, na hilo ni eneo ambalo litakuwa ni la muda tu, kwa sababu baada ya kazi kwisha tutalitelekeza, litakuwa halina matumizi. Kwa hiyo ni matumizi ya hela ambayo ni mengi yatatumika, lakini tutatelekeza. Na Watanzania, naomba msishangae, mnaliona daraja la Tanzanite linalojengwa pale karibu na Salenda Bridge. Lilivyoanza kulikuwa na daraja ambalo wengi watu waliita kama ni jet bridge. Lile daraja wengine walifikiria kwamba limekwisha, lakini ulikuwa ni miundombinu tu wa kuweza kupeleka mitambo. Na lile daraja, baada ya daraja la kweli kusimama, nguzo zisimama, litaondoka. Kwa hiyo ndivyo tulivyo hivyo hivi na hili ambalo ni handaki la kuchepusha. Sehemu ya pili ambayo ni ya muhimu sana na tunaangalia kwa nguvu zote ni tuta. Hili tuta litakuwa na urefu wa kilomita 1 na mita 25, lakini litakuwa na kina cha mita 131. Shughuli zake zimeanza kwa nguvu sana, na hili ni muhimu sana kwa sababu ndilo litakalozuia maji na kuanza kujenga ziwa. Kwa hiyo shughuli za ziwa pia zinakwenda vizuri, utekelezaji wake uko vizuri, na tumeanza kwa pande zote mbili, na kisha baada ya kuchepusha mto tutaingia kwenda kuanza msingi wa katikati. Sehemu ya tatu ni ziwa lenyewe. Ziwa lenyewe shughuli ya usafishaji imeanza. Kuna kikosi maalum kabisa, raia ambao wako juu ya raia. Kazi inakwenda vizuri, hatuna shaka nalo, eneo linasafishwa. Kwa hiyo tutakapoziba eneo lote ambalo linajaa maji, miti na vitu vitakavyotakiwa vitakuwa vimeshaondoka. Na labda niseme ya kwamba hili eneo wengi wanalita bwawa, lakini mimi nalita ziwa, kwa sababu litakuwa na eneo la kilomita za mraba 914. Maziwa ya Tanzania tulionayo, la kwanza ni Victoria, lina ukubwa takriban kilomita za mraba kama 68,000 na kitu. Tunalo ziwa ambalo ni Tanganyika, lina kilomita za mraba kama 32 na kitu hivi. Tunalo ziwa Nyasa ambalo lina 29. Baada ya hapo tunalo ziwa Rukwa ambazo lina kama 5,000 na kitu, linakuja 5,000 na kitu, lakini baada ya hapo kuna maziwa ya Natron na maziwa ya Eas, ambayo Natron na Eas yana kilomita za mraba kama 1050 na 1040, lakini kwa namna fulani huwa inaweza kanyanyuka. Kwa hiyo unaona kwamba kwa kilomita za mraba 914 tunakwenda kutengeneza moja kati ya maziwa 7 makubwa Tanzania. Linalofuata ziwa Manyara lina eneo dogo sana kama kilomita za mraba 230. Kwa hiyo unaweza ukaelewa hii sehemu ya tatu tunayojenga umuhimu wake ukoje, na tunakwendaje kwenda kubadili ramani ya Tanzania na historia ya Tanzania. Na labda nisisitize kwa wahandisi wenzangu, tumepewa sana heshima na wote wanavyozungumza, hata wachungaji wa dini, ya kwamba kazi hii tunayoifanya ni kazi ambayo Mwenyezi Mungu alifanya katika siku ya kwanza, kazi ya uumbaji alipoiumba dunia. Ametukabidhi, hii ni kazi ya wakfu, sasa tunakwenda kuliunda hili ziwa. Eneo la tatu ambalo litakwenda kama litengenezwa hapo sasa, la 4 nikiwa na maana kwa sababu ya tatu nimesema kama ni ziwa, itakuwa ni kinu cha kuzalisha umeme. Kinu hiki sasa ndio kitakuwa na mitambo 9 ambayo itatoa megawati 2115. Eneo sasa ambalo linakwenda kuwa ni la 5 itakuwa ni eneo ambalo itakuwa ni kituo cha kupozea umeme. Hapo ndipo umeme uliozalishwa utaingia pale, utapozewa na kuanza kusafirisha. Eneo la 6 litakuwa ni daraja la Rufiji. Hili daraja la Rufiji usanifu wake umekamilika, shughuli zake zimeanza, na hivi karibuni mtaweza kuona sura yake. Lakini itakuwa ni kati ya madaraja moja mazuri sana ambayo yatajengwa, na yatakuwa yanaunganisha eneo la utalii la kusini na kaskazini ambayo limetengwa na mto Rufiji. Eneo la 7 litakuwa ni kijiji ambacho wenzetu watakaofanya huu mradi wataishi, na lenyewe shughuli zake zimeanza. Sasa pia nizungumzie eneo la 8 ambalo halitaji sana, ambalo kwa kiasi kubwa tumelikamilisha, na hapa na pale mahitaji yanapokuja yanaendelea. Haya ni makazi ya muda. Tunapoishi leo humu ndani na kwenye shughuli, haya ni makazi ya muda. Lakini labda niwaambie Watanzania wenzangu kwamba makazi ya muda tusiyachukulie poa poa tu kwamba ni makazi ya muda. Turudi nyuma, mkoa wa Morogoro. Miaka ya nyuma Mwalimu kwa makusudi kabisa alimpeleka mwanamama, tumpe heshima zote, Anna Margaret Abdalla kuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro. Mama Anna Abdalla katika majukumu aliyotekeleza Morogoro ilikuwa ni kujenga kambi za wakimbizi, moja wapo ikiwa ni ya Mazimbu na nyingine ikiwa ni ya Dakawa, na kama zipo nyingine watu watarekebisha. Lakini nini kilichotokea baada ya pale? Baada ya kutoka ya kwamba kambi zile zimekwisha, zimebakia kuwa na matumizi makubwa sana na manufaa ya taifa. Chuo kikuu cha Sokoine leo wapo Mazimbo, chuo cha VETA leo wako Dakawa. Kwa hiyo hayatabakia kwamba ni makazi ya kudumu, yana faida sana mbeleni. Na pia jingine la heshima ambalo niliweka hapa ni kwamba
maeneo hayo ambayo alijenga Anna Abdalla, na ndio maana aliyasimamia Anna Abdalla katika kuyajenga chini ya utawala wa Mwalimu, na ndio maana nimetamka hapa kwamba tumpe heshima zote yeye na Mwalimu. Yalikuwa ni maeneo ambayo ndio yalikuwa Afrika ya Kusini huru ya kwanza ndani ya Tanzania. Wenzetu wakati wakipigania uhuru ndio eneo ambalo waliishi wakiwa wanajidai. Kule kwao kulikuwa na sheria za Bantustan, Homeland, Passbook na mambo yote. Lakini hapa waliishi wakienda Morogoro, wakienda Kongwa, wakienda mahali popote kama kwao. Kwa hiyo ilikuwa ni Afrika Kusini huru ndani ya Tanzania. Lakini yalikuwa ni makazi ya muda ambayo leo hii ni makazi ya kudumu. Asante sana mhandisi Robert Kabudi, na kwa hakika mtazamaji, kama utakuwa umeweza kufuatilia maelezo ya mhandisi hapa, unaweza ukaona manufaa ya kuongea na watu ambao ni wakongwe. Si ajabu ndio maana Rais John Pombe Magufuli ameamua kutekeleza mradi wa kufua umeme katika eneo la Stiglas Gorge, ambao ni moja kati ya hatua za nchi katika kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ninaamini unapata elimu ya ziada licha tu ya swala zima la kuzalisha nishati katika mradi huu, kama ambavyo umeweza kupata taarifa za Mazimbu na taarifa mahala ambapo leo hii kuna chuo kikuu cha Sokoine, kumbe mwanzoni walikuwa wakiishi wakimbizi wa Afrika Kusini. Endelea kufuatia kipindi maalum ambapo tunataka tukupe taarifa za undani kabisa juu ya hatua kadha wa kadha ambazo zimefikiwa katika utekelezaji wa mradi wa kimkakati ambao unakwenda kugharimu jumla ya shilingi za Tanzania trilioni 6.58. Mhandisi Kabudi, twende kwenye eneo jingine muhimu sana katika haya mazungumzo yetu. Unapokuwa na mradi wa aina yoyote, ni kama vile unataka kujenga nyumba. Unasema ukianza na foundation, baadaye uje uinue ukuta wa huku, baadaye uweke kenchi, unasema nikisha kamisha maeneo huu mradi umekwenda vizuri. Kwa sasa tunapoongea hapa, miezi 21 imepita, miezi 21 imebaki. Unadhani katika utekelezaji ni maeneo gani mkakati tena ndani ya mradi mkakati ambayo yamekwisha tekelezwa, na kwa kutekelezwa hayo tayari unaona mradi sasa umeanza kupata shepu na unakwenda kuisha salama? Mradi huu hata katika mkataba ulivyoandikwa, tuna eneo nitalitaja au shughuli moja nitahitaja kama nyeti, lakini inabeba mradi mzima. Hii shughuli tumeipanga itokee tarehe 15 Novemba mwaka 2021, na hii itakuwa ni shughuli ambayo tutakuwa tunauzuia mto sasa kuanza kutengeneza hili ziwa. Nimezungumza mwanzoni maeneo 7 ya huu mradi. Kwa hiyo utaona ya kwamba pale tutakapoanza kuzuia maji, ina maana shughuli ya handaki imekwisha, tumeziba. Shughuli ya tuta imesimama, au kama inaendelea inaruhusu kwamba maji sasa yaweza kuzuiwa. Kwa hiyo kichwa kabisa cha huu mradi ambacho hatutakiwi tucheze nacho katika kuendesha huu mradi ni tarehe 15 Novemba, tarehe ambayo inatakiwa sasa kuanza kuzuia maji, ama kwa lugha ya Kiingereza wanaita kwamba ni early impounding. Lakini mbali ya hii shughuli kutokea, kuna vitu ambavyo vinatakiwa tuviwezeshe. Labda tukielewa hii mikataba ya EPC, tutaelewa kwamba eneo gani nyeti jingine pia inabidi tuliangalie. Eneo nyeti kabisa kwenye miradi kama hii ya kuangalia huwa ni hasa rasilimali watu. Labda turudi kwenye biashara ya ujenzi hapa duniani jinsi ilivyokwenda. Wengi mtakumbuka ya kwamba, sikumbuki vizuri, lakini mwaka ambao Barack Obama alikuwa akiingia madarakani, alikumbana na zahama kwamba kulikuwa na hifadhi za kijamii za Marekani, mmoja wapo akiwa anatajwa Madoff, zilileta matatizo ya malipo kule Marekani. Kwa hiyo uchumi uliumba, ukaathiri dunia nzima, na ukapiga hata kutelemeka nchi za Uarabuni na kusini mwa Afrika ambazo wakati ule zilikuwa na matatizo zilikuwa katika ujenzi, ama boom la ujenzi lilikuwa linaendelea. Tatizo hili lilitupa fundisho moja, kwa sababu ujenzi ulishuka kote duniani, uchumi uliumba, kulikuwa kuna matatizo mamoja. Lakini daima penye tatizo kuna kitu ambacho ama kinawatoa ama kinawatufundisha. Tatizo hili lilitufundisha moja, ya kwamba biashara ya ujenzi ilikuwa iko kwenye usiri, ya kwamba mtu alikuwa anafanya usiri, anakotoa malighafi, anakotoa wataalamu wake na kila kitu, anaweka faida anayoitaka. Faida ilikuwa haijulikaniki, ya kwamba mtu alikuwa anaenda, huyu anaweza kaweka 80%, huyu akaweka 20%, huyu akaweka ngapi. Huo ndio ulikuwa ushindani wa soko la ujenzi. Lakini baada ya zahama ile, kilichotokea, biashara ilishuka. Wote katika ujenzi tulishuka chini. Baada ya kushuka chini ni kwamba sasa ilibidi tukae pamoja na wale wanaotoa malighafi, wanaotoa mitambo, wanaotoa na kila kitu. Kwa hiyo ikawa ni dunia moja, hakukuwa na siri. Kwa hiyo unapokwenda kununua malighafi au kitu mahali fulani, sio siri. Kila mmoja anajua kwamba utakipata kwa bei gani, utakipata lini na kwa muda gani. Biashara ya ujenzi kwa leo imebakia faida yake tunashindana 5%, 6% na hakuna zaidi. Sasa siri ya mafanikio ya faida ya biashara ya ujenzi iko kwenye rasilimali watu ambao watakuongoza kuwa na teknolojia au namna ya kujenga kwa gharama nafuu kuliko mwenzako, kwa sababu faida wote mnayo.
Wewe unayo 6%, mwenzako anayo 5.5%, mnacheza hapo. Lakini je, wewe utafaidikaje na kampuni yako au nchi yako? Lazima uwe na rasilimali iliyotulia, lazima uwe na teknolojia ambayo ni nzuri, ambayo teknolojia inaongozwa na watu. Kwa hivyo mtu muhimu, nimetaja hilo eneo la kwanza ambalo lazima tuzuie maji, lakini eneo la nyingine ni rasilimali. Sasa hizi rasilimali tunaziangalia kutoka pande mbili. Pande ya kwanza ya rasilimali, lazima iwe kwa mkandarasi anayejenga. Lazima awe na timu ya watu ambao kweli ni rasilimali, watu wenye ujuzi wa kuweza kupeleka katika mradi katika muda, yeye apate faida na sisi tumalize kwa muda. Lakini wengi hawatambui kwamba siri kubwa ni sawasawa na mwalimu, lazima awe na mwalimu wa mwalimu mzuri. Sasa sisi tukiwa tunasimamia ya kwamba sisi upande wa Tanzania, sisi wenyewe, labda upande wa TANROADS TECU, upande wa TANESCO, lazima tuwe na rasilimali watu ambao ina nguvu zaidi kuliko ni wale waliomo ndani. Kwa hiyo hayo maeneo mawili tukiyakamata vizuri, ni maeneo nyeti. Huu mradi kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu ametupenda, unakwenda vizuri, hakika tunaukamilisha. Kuna vipengele 7 vya huu mradi. Kwa maana kwanza kuna tuta la kukinga maji, kwa maana sasa huo ni mradi wa bwawa, lakini kuna powerhouse ambayo ndio kinu cha kuweza kuzalisha umeme, lakini vile vile maeneo mengine, daraja hilo la Rufiji ambalo sasa litaunganisha kusini mwa Tanzania na katikati ya Tanzania, kwa maana kwamba sasa mtu kama anatoka Dodoma anakuja Morogoro anaweza kwenda Lindi bila kupitia Dar es Salaam na miradi mingine. Nataka sasa tuende kwa watazamaji moja kwa moja. Hebu wape hatua kwa hatua. Kwa mfano, hatua gani imefikiwa katika ujengaji wa kinu cha kuweza kuzalisha umeme? Lakini kinu kile kina mashine, kwa maana zile generator ambayo kila moja inazalisha megawati 235. Imefikia wapi? Kwa sababu taarifa nilizopata zinasema kwamba mashine zile zimedesigniwa na Watanzania. Manufacturer amepelekewa tu. Wewe ndiye msimamizi wa mkataba. Kwa maneno mengine, wewe ndio jicho la Watanzania kwenye huu mradi ambao tumetoa trilioni 6.58. Unawaambia nini watazamaji juu ya progress ya maeneo haya? Kwanza kabisa niseme ya kwamba katika maeneo 7 hakuna eneo ambalo hatujaligusa. Kila eneo tumeanza vizuri kabisa na tuko katika ule mpango kazi, tunakwenda vizuri. Kama nilivyotamka haraka mwanzoni, hili handaki la kuchepusha maji tunategemea kwamba tarehe 15 mwezi ujao, mwezi wa Oktoba, shughuli za kwanza zitakuwa zimeanza. Litajengwa bwawa dogo ambao tunaita kama ni Kofa Dam, lizuie maji tuweze kuchepusha maji na ujenzi uanze. Haya, tunapozungumzia tuta ambayo ni hatua muhimu kabisa, hatukusubiri ya kwamba mpaka maji yaishe. Hili tuta lina maeneo ambayo yanakuwa yako nchi kavu, wanaita shoulder, ni kama mabega hili tuta. Ukienda hata leo hii sasa ni kwamba ujenzi wa kule umeanza. Na ninachosemea kwamba tulikuwa na mpango kazi kupita maeneo yote ambao uliandaliwa mwanzoni. Lakini siku hada siku, hata kabla cha ambalo lilikuwa mlishika kama ripoti ya mradi huu, hii ni mipango kazi ambayo kila mwezi tunairejea tena. Na kila mwezi tunakuja na mbinu tena. Na ndio kile nilichokisema kwamba inabidi uwe na rasilimali watu ambao akili ipo, maarifa yapo na wanamtumainia Mungu. Ya kwamba ulichokifikiria jana, ukilala leo, ukipambana na tatizo kinabadilika, unakwenda vizuri. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo hatujawahi kugusa, zote tunakwenda vizuri kwa mujibu kabisa wa mpango kazi, na tunaamini ya kwamba tutakwenda vizuri. Na kama nilivyosema, unaweza kuona kwa mfano nilikuwa nazungumzia tuta linalojengwa. Ripoti zetu mwanzoni zilituambia kwamba tukifika umbali wa mita 65 kutoka usawa wa bahari tutaukuta mwamba mgumu. Hapo ndio tutaanza msingi wetu. Tulipofika mita 65 kidogo hatukuzikuta, lakini baada ya kwenda mita 263 tumeukuta. Sasa ndio hayo mambo yanayosema kwamba unapokuwa huku kwenye ujenzi kuna mambo ambayo unakutana na ya papo kwa hapo, inabidi ubadilike, uwe na rasilimali yetu kwamba uende. Kwa hiyo kwa hakika, kwa kifupi tu, utekelezaji unakwenda kwa mujibu wa mpango kazi tulionao. Hakuna eneo ambalo hatujaligusa na tunakwenda vizuri kabisa. Mtazamaji wa TBC1, unafuatilia mahojiano mahususi juu ya utekelezaji wa mradi wa kimkakati, mradi kabambe wa kuzalisha umeme wa maji, umeme ambao ni wa gharama nafuu lakini umeme wa uhakika katika Julius Nyerere Hydro Power Project. Na unayemfuatilia hapa mtaalamu wetu ni mhandisi Robert Kabudi, ambaye licha tu ya kuwa mtaalamu lakini vile vile ni mzalendo, lakini ni mtu ambaye amewiva kabisa katika eneo lake. Yeye mwanzoni kabisa akiwa kasomea katika ile ambayo ilikuwa inajulikana kama Dar es Salaam Technical College miaka ya 60 mwishoni, miaka ya 70 mwishoni. Baadaye alikwenda katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na baadaye alikwenda Ulaya kusoma, lakini akaweza kuchukuliwa na watu ambao walikuwa wanajua thamani ya utaalamu wake, na mpaka kaenda katika nchi za Kiarabu na kuweza kusimamia ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa kilichokuwa na thamani, mradi wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.98. Manake hapo kumekosekana kidogo tu kwa bilioni 3 ambayo ni sawa na zaidi ya shilingi
trilioni 6.7, trilioni 6 na kadha wa kadha. Na miradi hii inapokutajia fedha hizi huwa ina sifa ya kimataifa. Mradi unaofikia dola bilioni 1 unaitwa mega project. Kutekeleza mradi wa mega project inahitaji akili ya ziada, inahitaji uzalendo mkubwa sana, inahitaji umahiri. Na ndio maana leo hapa nimeona na wewe uweze kufaidika kwa kupata maelezo ya mradi huu kabambe, mradi wa kimkakati ambao unatekelezwa na serikali ya awamu ya 5, uweze kuona Watanzania walivyo na maarifa, lakini zaidi ni Watanzania walivyo wazalendo. Mhandisi Kabudi, tuendelee. Kuna jambo moja ambalo nataka uwaeleze watazamaji wetu kwa ufasaha sana. Mimi hapa nimesema kwamba huu ni mradi wa kimkakati, lakini nimetamka ni mradi ambao umeme wake ni wa gharama nafuu. Lakini sio nafuu tu, ni umeme ambao ni wa uhakika. Mwingine unapomweleza hii kitu kichwani kichakata anakuwa haelewi. Hebu nataka sasa uende katika nyoyo za Watanzania, ni faida za namna gani ambazo tunakwenda kupata kutoka katika mradi. Lakini mradi huu nini umuhimu wake katika kubadilisha maisha na uchumi wa Watanzania mmoja mmoja? Nashukuru sana. Nitaenda nikiwa naenda kushoto kulia, baadaye nitakuja kujumlisha. Wakati nataka kusema mafanikio ya kiuchumi, nisizungumze tu mafanikio, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila, kwa sababu mafanikio hayaji kama mvua. Pia mnapitia changamoto. Sasa nitakapokuwa nazieleza hizo changamoto pia zinaweza zikasaidia. Na maelezo yangu naomba Watanzania muelewe hivi, sina nia ya kutaja kwamba tumetekeleza nini, japo nitataja. Lengo langu ni kwamba tujitafakarishe wote ya kwamba kwa nini tulifanya vile. Lakini sio tu kwamba kwa nini tulifanya vile, lakini tulifanya vile kwa uangavu wa kesho, kwamba kesho tuweze kwenda. Sasa nitaenda na changamoto 2-3 ambazo tumekutana nazo, jinsi tulivyozitatua ambazo zitawapeni picha ambazo inaendelea hapa. Baadaye tutakwenda manufaa mawili, tutakuwa tumejumlisha swali lote hilo. Ninaweza nikaanza kusema ya kwamba kuna kitu malighafi inaitwa pozolana ambayo kwa hapa Tanzania inapatikana Mbeya, na saa hizi inatengenezwa na Mbeya Simenti, na ilikuwa ikipatikana maeneo yalipo mradi wa Kiwira. Mkataba huu ulikuwa umeainisha kwamba tutumie malighafi za Tanzania. Na kwa hakika zege tunalolitumia linahitaji malighafi ya namna hiyo kama pozolana kwa kiwango kikubwa sana. Lakini kwa teknolojia ya dunia kuna malighafi inayofanana na hiyo ambayo ni kutengeneza tu, inaitwa fly ash. Labda kwa kutengeneza mfano mwepesi sana wa Tanzania uelewe, ni kama ilivyokuwa katani na nylon. Nylon iliongoa soko la katani, wakati katani ikiwa ni kitu asilia, nylon ikiwa ni kitu cha kutengeneza. Kwa hiyo ndio mfano ulivyo. Pozolana hakikuwa ni kitu ambacho kinajulikanika sana. Kwa hiyo huu mradi ulivyoelekeza kwamba tutumie pozolana hakikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinakubalika sana. Hata mkandarasi wetu alivyoingia alikuwa anapendea fly ash, kwa sababu wakati huo alikuwa akijenga bwawa moja la Kafue Zambia, na alikuwa anatumia ile fly ash. Kwa alipokuja majaribio ya mwanzoni tulipigwa chini sana ya kwamba hii pozolana ya Tanzania haitaweza. Niwe mkweli, nimshukuru na nimuinue sana kwenye kipindi hiki kaka yangu, mwenzangu, kiongozi wangu kwenye kazi, mhandisi mkazi Kamuhabwa. Kwa ufupi tu, Mushubila Kamuhabwa amesomea India, akafanya kazi Singapore na Japani kwa muda mfupi, lakini akarudi kuja kuijenga nchi yake Tanzania. Aliporudi hapa alifanya shahada ya uzamili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Akiwa pale, somo lake alilolishughulikia kwenye uzamili ilikuwa ni hai malighafi ya pozolana. Kwa hiyo alikuwa anaijua kwa undani. Lile neno lilimkera sana kwamba haya malighafi hazitafanya kazi katika mazingira haya. Niwe mkweli, aliigeuza ofisi yake kuwa ni maabara. Aliweka vitu vyote ndani ya ofisi yake kwamba mtu havigusi, kwa sababu kila tulipokwenda kule majibu yalikuwa yanakuja kwamba haiwezekaniki. Ndani ya muda mfupi majibu yalitoka ya kwamba pozolana ile ndiyo inayotakiwa na ina ubora mkubwa sana. Sasa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu inachukua 60% mpaka 70 ndio tutakayoitumia. Na makadirio ya sasa, lakini bado tunajua kusema tunategemea tutakuwa na mita za mraba za za zege milioni 1.7. Sasa chukulia 70% ya hiyo, moja madini ambayo tumetumia, lakini pia hela ambayo tumeisave kwamba haikwenda nje imetumia Tanzania. Sasa unaweza kuona manufaa ya kwanza ya mradi, na ndio maana nimeanza kuyazungumzia hayo. Unakuta ya kwamba Mbeya Cement, kiwanda kilichojengwa na Mwalimu, sasa kina uhakika wa kuuza malighafi kwa miaka 3. Unaweza ukaliona hilo. Kwa si ajira ambayo utaiona hapa, lakini umeiona kule. Kwa hiyo ni jambo ambalo unalihesabu moja kwa moja. Kwa miaka yote 3 sasa watatumia cement. Lakini hatuishii hapo. Ilikuwa ni changamoto, imetufundisha nini? Kamuhabwa akiniambia tukiwa hapa kwamba mwanzoni alikuwa anajaribu sana kuitumia kwenye barabara. Barabarani tunatumia zege, tunachanganya hapa na pale. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri sana, kwa sababu sifa mojawapo ya hii malighafi ya pozolana ni kwamba yenyewe tofauti na cement ni kwamba ukiichanganya
inakuwa inanyonya joto, inapunguza joto. Na wengi tunaweza tukaelewa kwa sayansi ya kawaida, kwa teknolojia ya kawaida kwamba joto na kupoa kwa haraka kwenye ukuta au zege ndicho kinachosababisha mipasuko ama crack. Kwa hiyo kitu ambacho ni muhimu mno. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya hapa inaweza kwenda kutusaidia kwenye mabarabara yetu. Kwa hiyo faida ya kwanza hiyo ambayo unaona kwamba unaiona ilikuwa ni changamoto, lakini sasa tuna angavu mbele. Kitu cha pili ambacho nitapenda nikizungumzia hapa ilikuwa ni reli yetu ya Tazara iliyojengwa na Mwalimu miaka ya 70. Sina hakika na hizi namba, lakini kuna mahali ambapo nilisoma ya kwamba uwezo wa Tazara ulikuwa ni kusafirisha tani milioni 5 kwa mwaka, lakini kuna kipindi walikuwa mpaka tani 300,000. Lakini sasa Tazara ana hakika ya mzigo wa kusafirisha kuuleta hapa. Na katika haya majaribu tuliyofanya na huu mradi imetuthibitisha kwamba kweli Tazara ina uwezo, tena uwezo uliopitiliza. Kuna kipindi ambacho mvua zilinyesha, mvua ni jambo la kawaida, tukapata changamoto ya barabara na malori mazito yanapopita barabarani daima kuna uharibifu. Watanzania sitaki niwarudishe nyuma, mnaelewa biashara ya reli na biashara ya maroli tulikotoka, tulikofikishwa kutegemea sana barabara. Sitaki niazungumzie kirefu, wengine mnaelewa, lakini maroli mengi sana yalikwama kwenye hii barabara ya Kibiti na ilikuwa na uharibifu mkubwa, kitu ambacho ingeweza kupitia kwenye reli. Na ilikuwa ni vigumu mno wengi kuamini kwamba ile reli inaweza kusababisha kila kitu. Na wakati huo reli ilipata matatizo kidogo, kama kilomita ngapi kutokea Dar es Salaam kabla ya stesheni ya Mzenga, na wengi kwa Mzenga labda nielewe ni kijiji ambacho amelala mwanamuziki wetu Mbaraka Mwishehe. Sasa tukaja kutambua kwamba barabara yetu moja nzuri unaweza kutoka Dar es Salaam ukaja Chalinze. Chalinze kuna barabara nzuri kaja Mzenga. Mzenga ukapakia mzigo ukaondoka huku bila matatizo yoyote. Kwa hiyo mizigo yote tumeielekeza kwamba itumie reli na mingi chache mingine itumie barabara zetu bila kuziharibu barabara zetu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ilikuwa ni changamoto ya pili, lakini kwamba imetutoa mahali na tupa fundisho. Changamoto ya tatu ambayo pia imetupa fundisho ni kwamba bima ya mradi huu. Mkataba ulielekeza vizuri sana kwamba bima itokee Tanzania. Na kwa mara chache au ya kwanza niseme, mradi huu bima yake imekatwa kutoka shirika la bima la taifa ambao ni National Insurance Corporation, NIC. Sasa na yenyewe ilikuwa kama kidogo inashaka kwamba hili shirika la bima tutafanyaje, lakini bima walitangua hii changamoto kama ifuatavyo. Unapokuwa na bima unahitaji mdhamini ama guarantee. Anaweza kukudhamini wewe ya kwamba hata kama utafilisika, yakitokea matatizo kwenye ule mradi utakuwa na uwezo wa kulipa. Kwa mara ya kwanza serikali ya Tanzania ndiye amekuwa mdhamini wa shirika lake, kwa sababu hili shirika ni lake. Sasa kwa nini utoe hela nje mtu akudhaminie? Na nyinyi wote mnaiona kwamba hii serikali mali zote hizi, kama hii Selu tu tulikata 2%, tunajenga dude kubwa kama hili. Sasa Selu yote ya kilomita za mraba 50,000 tushindwe kudhamini shirika letu la bima. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo ilikuwa ni changamoto, lakini imetutoa. Kwa hiyo mnaisoma kama faida, mnaisoma kwa nini tulifanya, lakini kama nilivyosema pia mnaona uangavu wa mbele wa mradi huu. Lakini kingine ndani ya huu mradi, biashara ya bima huwa inataka wawe na mtu nyuma yake anayekusaidia. Wenyewe wanamuita ni reinsurer. Yaani wewe una insure alafu unakuwa na reinsurer nyuma. Kwa mradi huu tumekuja kugundua moja na tumejifunza moja. Kumbe kina Mwalimu Nyerere, kina Haile Selassie, kina NASA wakati wanaanzisha OAU na walikuja wakatelekeza mwaka wa 76, walianzisha shirika hilo linaitwa African Reinsurance Corporation, Africa Re kwa jina hilo. Na Africa Re ndiye reinsurer wa NIC kwenye huu mradi. Sasa Africa Re ni nani? Africa Re wadau wake wakubwa ni nchi 41 za Kiafrika na sisi tumo. Na wakati inaanzishwa mwaka 76 zilikuwa nchi 36, nyingine zimejiunga baada ya uhuru. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni changamoto, tuliweka mguu chini kwamba tunakwenda kwa hivi, lakini kwenye kupangua hii changamoto tumekutana na mambo ambayo yana faida na hayana faida leo, yana faida kubwa sana kwenda mbele. Kwa hiyo ni swala nyingine ambazo nikaleweka kuja kufikia hapa. Jambo jingine ambalo lilikuwa kama ni changamoto lakini pia limetusaidia ama tumetoka nalo, lilikuwa ni ule utamaduni wa sisi kuweza kuwa wakandarasi. Nyuma hata ukiangalia hao wenzetu wanaojenga wanajiita JV. Ni muunganiko wao kwamba mmoja alikuwa hawezi, amemchukua mwenzake, wamekaa pamoja. Na mkataba huu ulielekezwa kwamba baadhi ya kazi ama kazi ndogo ndogo zifanywe na Watanzania. Kwa hiyo wako Watanzania wengi sana ambao walikuja hapa na kampuni zao kuja kufanya kazi. Na niwe mkweli, mimi ni mkweli mbele ya Mwenyezi Mungu kama mhandisi. Wako waliokuja na kampuni za mfukoni lakini wana makaratasi mazuri, walipata, wameshindwa kufanya. Wako waliofanya kweli na wako waliojifunza. Sasa ninalizungumza hili kwa aina zote tatu, hasa kwa sio handasi, nikiwa nasema nini? Kuna wenzetu 5, 6 wataja ambao waliungana wakatengeneza huo muunganiko na wakauita JV. Na walichokifanya ni kwamba wakaenda kwa benki moja, naomba nisihitaji hapa, iko nchini, wakapata kitu ambacho ni jazio la nakisi ama overdraft. Kwa hiyo wana overdraft ya 50 bilioni. Sasa unaweza kuniambia unapopata mtaji wa 50 bilioni kama overdraft, watakuja kutenda kazi vipi huku? Wanafanya kazi vizuri. Na ushahidi kwamba wanafanya vizuri, tarehe 10 Aprili ya mwaka wa 20, wakati inatolewa tangazo
la msamaha wa kodi kwa watu na vitu vinavyoendelesha huu mradi, yani VAT exemption. Mkandarasi kutoka Misri katika wakandarasi wake wanaomsaidia, yani subcontractors 7, mmoja wapo alimtaja hao na wengineo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba walianza wameungana watano, wana mtaji mkubwa, wanafanya kazi nzuri, lakini pia wameingizwa na orodha huyu mkandarasi kwamba wamewakubali. Kwa hiyo ni jambo ambalo tulianza kama changamoto, lakini nimependa niliweke hapo ya kwamba sasa kumbe limekwenda kutusaidia. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo unaweza kaona kwamba yako hivyo. Lakini kikubwa kinginecho ni kwamba huu mradi katika malighafi ulikuwa umeelekeza kwamba nondo na mali zote za chuma zitokee Tanzania. Na mpaka sasa tulikuwa tuko wakali. Ziko zilizoingia kutokea nje, niwe mkweli, tulizizuia na tukazitoa kwenye huu mradi ya kwamba nondo zote na vyuma vyote vitokee Tanzania. Lakini nikajiuliza moja ambalo ni changamoto na huenda katusaidia. Miaka ya nyuma nchi hii tulipambana na wizi wa vyuma vya reli na wizi wa kwenye madaraja. Na katika taarifa ambazo tulizokuwa nazo, sisi ni Watanzania, ni wa kweli, vilikuwa vinang'olewa vinaenda kuuzwa kama chuma chakavu. Tumepambana sana na chuma chakavu kuzuia nchi hii. Kweli haya mambo hayasikiki sana. Na silaumu kwamba hawa viwanda vya nondo sasa wanafanya hivyo. Lakini linakwenda swala la ziada ya kwamba ni mpaka lini hizo malighafi za kutengeneza nondo tutakuwa tunazitoa wapi? Hapa ndio inapokuja Mchuchuma na Liganga. Kwa ndio ninachosema kwamba mradi huu umefungua mengi, yamekuwa ni changamoto lakini ni manufaa. Sasa niende manufaa mawili kwa sababu haya ni kwa kama changamoto, manufaa yenyewe ya kiuchumi ambayo unaweza kuyaona. Moja ni kwamba umeme wa maji ni umeme wa bei nafuu sana. Hilo halina swali. Kuna grid ya Afrika ambayo inafikiriwa tutaunganisha nchi zote, na Ethiopia wameshaanza na wao kubwa. Kuna Inga ya DRC, kuna Kabura Basa ya kwamba wote tutaunganishwa na kwamba unapopungia umeme unamwagiza mwenzako. Sasa sisi tutakuwa na nafasi mbili, kwamba tutakuwa na umeme wa maji ambao bei itakuwa ni nafuu, tutauza. Lakini hata kama tutauza umeme, miundombinu yetu itatumika kusafirisha. Kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu ametujalia jiografia nzuri. Tuko katikati ya watu wote. Na ukitazama jiografia Afrika ni kwamba kusini mwa Afrika ndiko umeme mwingi unakotumika. Kuna migodi mingi ya makaa ya mawe, nchi zote za Zimbabwe na wapi. Na wenyewe wamefikia hatua ambayo mazingira yao yanakuwa vigumu kutengeneza umeme mkubwa kama tunaotegemea. Kwa hiyo kwa namna yote ile watategemea umeme utakaotoka Inga, watategemea umeme utakaotokea Ethiopia, na hawa wote ukiangalia jiografia wanapitia hapa kwetu. Kwa hiyo utaona kwamba yani hata kama ambayo naamini kwamba tutauza wakati sisi, hata kama hatutauza miundombinu yetu tayari tutapata hela. Watanzania ameona juzi bomba linalotokea Uganda. Tuna kilomita 1000 na kitu, wakati wao na kilomita 3 na kitu. Pale tumelamba 60% kwa ajili ya jiografia tu, kwamba kwetu wamepita kukubwa, sisi tuna 60%. Kwa hiyo unaweza kuona manufaa kama haya ni changamoto na manufaa kiuchumi ambayo yanaendelea kwenye huu mradi. Mtazamaji wa TBC1, ninaamini kabisa, ninaridhika ya kwamba kwa hakika leo umekwenda kupata kitu kipya. Mimi binafsi nilikuwa naelewa kwamba maeneo kama 5 ambayo ni faida za moja kwa moja za mradi huu ni kama zifuatavyo. Kwanza kabisa tutakuwa na uhakika wa umeme wa bei nafuu, lakini pili imetengeneza ajira, lakini tatu tumeweza kupata bwawa la ziwa la maji sasa ambayo itakwenda kumwagilia hekari milioni 60, lakini manufaa mengine ndio hizo njia mbili za kusafirisha umeme kutoka hapa Stiglas Gorge kwenda mpaka maeneo ya Chalinze, lakini na njia ya pili ambayo inapitia Kibiti. Lakini umemsikia hapa jabali la uhandisi ambaye naweza nikasema ni mwalimu mhandisi Kabudi akikwambia kwamba kumbe mradi huu ni kama vile umekwenda kufukua mambo ambayo hayakutarajiwa. Kwanza katika swala zima la bima. Kumbuka mtazamaji, bima ni biashara kubwa sana hapa duniani. Ni biashara ambayo wewe kama ni kipofu ndio huwezi ukaifahamu. Lakini kama una macho ya kiuchumi, na ndio maana baba wa taifa aliweza kuanzisha shirika la bima la taifa. Lakini bima ya taifa inahitaji kuwa na mtu nyuma kama alivyosema mhandisi Kabudi. Sasa nani ambaye anasimama na nyuma yako? Utakuta hayupo, inabidi fedha ile tena uipeleke kwa mabeberu. Lakini kumbe waasisi wa bara la Afrika hawa, kina mzee Selassie wa Ethiopia, lakini Nasa wa Egypt, kina Kaunda wa Zambia, kumbe walikwisha tengeneza Africa Re, kwa maana huyu anainsure mashirika yote, na ndio huko tumekwenda. Yote hiyo ni picha halisi ya uzalendo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kiongozi wetu na rais wa nchi hii Dr. John Pombe Magufuli aliona mbali, na kwa hakika kadri utakapokuwa nasikiza kipindi hiki utakwenda kuyajua mambo mengi, na mradi huu utaenda kuona kwamba ni mradi wa ukombozi kuliko hata mradi wa kusimamisha uchumi wa Tanzania, kwa sababu huwezi ukawa na mradi kama huu bila ya njia kuzitolea. Ndio hiyo miradi miwili ya kimataifa, kujenga njia za kimataifa, kuunganisha umeme wa kusini na wa kaskazini mwa Afrika, kote tunapata pesa. Unaendelea kufuatia kipindi maalum ambacho leo tuko katika Stiglas Gorge katika mikoa ya Morogoro pamoja na Pwani, mahala ambapo mradi kabambe wa kufua umeme wa Julius Nyerere Hydropower Project unafanyika. Mhandisi Kabudi,
Hakika unatoa elimu nzuri sana kwa Watanzania. Nataka bado uendelee kuelimisha hasa vijana wetu ambao hawana background ya mradi huu. Nataka sasa twende katika maamuzi ya kutekelezwa mradi huu. Historia inaonyesha kwamba miaka 70 baba wa taifa, fikiria kipindi cha Tanzania ikiwa na watu kama milioni 9 au milioni 12, aliweza kuja kwenye pori hili na alikuwa halijafyekwa, lakini alifika, akajenga makazi, akaanza kuufikia mradi na kuuanzisha. Leo hii unapotekelezwa miaka ya 2020, manake ni karne moja baada na Rais John Pombe Magufuli. Hebu nataka upate picha, maamuzi kama haya wakati mheshimiwa rais anayafanya, alikuwa kavaa uzalendo wa namna gani, alikuwa na maono ya namna gani, ili tuweze kwenda pamoja na watazamaji wetu. Hilo ni kweli. Labda nitumie maneno mafupi, maneno ya busara kwa kusema hivi: siwachanganyi wa Tanzania, lakini waelewe. Kufikia maamuzi haya, tulikuwa tuko kwenye kipindi cha giza zaidi. Naomba wanielewe, kwa sababu ni kipindi cha giza zaidi ukiwa unapingwa, ukiwa unazomewa, ukiwa watu hawakuelewi. Sasa kuna msingi mmoja ambao uliwekwa na baba wa taifa na wenzetu mwanzoni. Wametufundisha moja, ya kwamba wao katika kipindi cha giza walikuwa katika nafasi yao kubwa na walifikiria mambo makubwa. Kama ulivyozungumza ya kwamba miaka ile akiwa amepata nchi ilikuwa na wahandisi 6 kama sikosei, sikumbuke idadi. Miaka michache baadaye mmoja akafariki akiwa hana chuo kikuu, akiwa hana nini, lakini alikuwa anafikiria mambo makubwa haya. Lakini alikuwa gizani, akaleta mambo ambayo ni nuru. Haya mambo yakakaa yakalegalega katikati, ambayo ilikuwa ni mapito tu, hayakutekelezeka. Sasa unaporudi sisi kuanza kuyatekeleza, nasema kwamba tulikuwa gizani sana. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunaangalia mambo ya wenzetu walikuwa gizani, wameleta kwenye nuru, lakini tunabishana kama vile tunataka kupinga mambo ambayo walikuwa wako kwenye nuru. Sasa niseme moja tu, kwa busara, hii ni kama vita, na wakati wa vita huwa hutakiwi kuuliza maswali mengi ya zile ndoto ulizoziona ukiwa nuruni. Kutoka gizani, mwalimu alileta ile ndoto nuruni tukaiona. Sisi tumeipokea tukiwa giza kwa sababu tunapingwa. Sio wakati wa kujiuliza zaidi hiki kitu tukiwa gizani tulichokiona tukiwa nuruni. Kwa sababu kitu kilichofanyika miaka ya 70, 2007 tumekiona walikuwa nuruni. Tukichukulie kwa maadili hayo kwamba ni kitu cha nuruni, tusiulizane maswali, tukitekeleze. Na mengi niliyoyasimulia hapa mmeyaona kwamba haya yote tunakwenda kusimama mahali ambapo ni pazuri kabisa. Tunakwenda kubadili kabisa sura ya Tanzania na sura ya dunia, na tunaleta maendeleo. Kwa hiyo kwa kifupi, ningetumia maneno hayo, usuli hao, kwamba tusimame, tuwe waaminifu kwa maendeleo ya nchi kwa minajili hiyo. Nakushukuru sana. Tunapoelekea sasa mwishoni mwa kipindi kimaalum ambacho tumekirekodi hapa katika eneo la Stiegler's Gorge, ambapo kwa hakika pamejengwa kambi nzuri kabisa, makazi ya muda ya TANESCO pamoja na wakandarasi. Kama ulivyosema, si makazi ya muda kwa maana ya makazi ya muda, kwa sababu mara kazi kikamilika majengo haya yatafanya kazi nyingine, kwa sababu majengo ambayo ni imara. Nataka sasa tutazame eneo jingine muhimu sana. Unapokuwa na kazi kama hii, kuna changamoto, lakini changamoto inakupima uwezo wako wa kuweza kupambana na matatizo kwa ajili ya kupata manufaa. Hapa sehemu kubwa ya wanaofanya kazi ni wataalamu wa Kitanzania. Je, kuna changamoto zipi ambazo mmepambana nazo na mmeweza kustatua vipi kuona kwamba bado mradi unatimizwa ndani ya miezi 42? Changamoto nyuma hapo nimezisema, na nilisemea changamoto kwa nia kwamba angavu, kwa hiyo hata zikawa ni faida za mradi. Lakini pamoja na hayo niilete changamoto moja ambayo ni ya jumla. Ni changamoto ya kimkataba, lakini ni changamoto kubwa. Mkataba huu ulielekeza ya kwamba mradi huu ujenge uchumi wa Tanzania. Haya yote niliyoeleza inakuwa ni changamoto, lakini ambao itatoa kwenye nuru. Kwa sababu kwa hakika yote tunayoyafanya yaende kujenga uchumi wa Tanzania. Na labda niseme hivi, hili mimi linanipa kutafakari zaidi ninapoiangalia sheria ya madini ambayo ilipitishwa na bunge 2017. Sheria ile ambayo ilizungumzia mali asilia na rasilimali za Tanzania, ambapo mradi huu pamoja na kwamba ilizungumzwa kama ni sheria ya madini, lakini unaangukia mumo. Kuna mengi sana mazuri na ya busara ambayo yamezungumziwa na sheria ile. Mtu apate nafasi aipitie, hasa katika mali asilia na rasilimali. Tukiitumia ile sheria kusimamia huu mradi, hakika tunasimama mahali ambapo patakuwa ni pazuri sana. Kwa hiyo ni changamoto moja ambayo ninaiona, tukuze uchumi, tusimame kwenda kwenye yale. Lakini changamoto nyingine ambayo pia nimekuja nikaiona na pia tumeweza kuitoka, ilikuwa ni nidhamu ya ulipaji. Hakika kilikuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana na ambacho tumekiweza. Na labda hilo, ili nisikosee, niende sasa hata nikiwa nasoma ili watu waelewe ninachokisema kwa hizi namba, naomba nisizikosee. Mradi huu thamani yake ni trilioni 6
bilioni 558 milioni 579 laki 983,500 na senti 28. Hii ndiyo thamani ya mradi huu. Nidhamu ya kulipa huu mradi. Ninavyosema hadi leo tunakwenda kutoa shahada ya ulipaji ama certificate ya 12. Hii shahada ya 12 ni kwamba tumemlipa mkandarasi huyu trilioni 1 milioni 478 trilioni 1 bilioni 478 milioni 735 855 na 4. Kwa hiyo unaweza kuona mwanzo ni hela ambazo tumezilipa. Na katika malipo haya mimi ndiye ninayesimamia malipo yaende. Kwa hiyo ninalisema kutoka moyoni ya kwamba hatujawahi kukosa hata mwezi mmoja kumlipa mkandarasi, hatujawahi kuchelewa hata mwezi mmoja kumlipa mkandarasi, wala hatujawahi kutetemeka hata mwezi kumlipa mkandarasi. Kwa sababu kwa kawaida katika miradi kama hii kuna wasemaji wa hatua ya juu na waachia ngazi za huko juu. Mimi nafasi yangu niko hapa chini. Unaweza kusema kwamba ni kidampa, lakini ndio bottom up. Kwa waandishi wa utafiti ama research wanaelewa nina maana gani ninaposema bottom up. Kwa taarifa yangu ya kwanza mimi naisema ni ile ya chini, taarifa ya mtaani. Kwa sababu tunaowalipa ndio hawa tunao hapa. Meneja wa mradi kutoka mkandarasi nakaa naye kwenye mkutano kila siku, nakaa naye kwenye mkutano kila mwezi. Kwa hiyo asipolipwa hata mwezi mmoja ataniambia mimi kabla hajaenda kote. Lakini wanalipwa kila mwezi, wanashukuru na hawaamini kwamba kweli Tanzania ndiyo inayowalipa. Na tena nifafanue. Mkataba wa huu mradi ulitoa punguzo la shukurani. Huu aliko punguzo la shukurani la kawaida la mkataba ambao ni 3%. Mkandarasi alilikubali. Lakini kama vile alikuwa anatujaribu, je, tunaweza? Akasema endapo mtanilipa miezi 24 bila kunichelewesha mfululizo nitaongeza 1%. 1% thamani ya huu mradi ni bilioni 65. Na ndio maana mimi huwa sisemi kwamba punguzo la mradi huu ni 3%. Punguzo la mradi huu ni 4%. Kwa sababu tuliingia tukiwa na hakika kwamba tutalipa kila mwezi. Kutakuwa na Septemba, Oktoba, Novemba, Disemba. Itakapofikia mwezi Disemba naomba mrudi wote tuje tusherehekee ya kwamba tayari tunazo bilioni 65. Kwa hiyo hela tulionayo kama tutaenda kama vile tutakayotumia itakuwa ni bilioni 262 milioni 343 laki 199,340 na senti 1. Na hiyo ni hela ambayo uamuzi ni wetu kujenga miradi inayotufaa sisi mizuri. Na huko nyuma tumewahi kusema kwamba inakuja miradi miwili mizuri tu, sikilizieni. Kwa hiyo nidhamu ya kulipa ilikuwa ni changamoto, lakini hilo jambo tumelivuka. Sasa kinginecho tunaweza kusema kwamba ni changamoto lakini ni manufaa. Nini tumekipata kwenye huu mradi? Changamoto ama nidhamu manufaa ambayo tumepata kwenye huu mradi ni kile ambacho mradi wa Julius Nyerere na rais wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli alichotuletea ni kwamba wametutengenezea vitu vitatu. Cha kwanza ni busara ya maono. Cha pili wametutengenezea kujiamini. Cha tatu wametutengenezea uthabiti ndani ya unyumbufu. Kama ningekuwa natafuta haya maneno kwa Kigogo, labda ningesema ni prudence, confidence and tenacity. Hapo nafikiri wengine wanaweza kunipata vizuri sana. Lakini haya yote yanahitaji nini? Tutafanikiwa kwa sababu yanahitaji raia waliokuwa watiifu na waaminifu. Sisi wa Tanzania ni raia ambao ni watiifu na waaminifu kwa maendeleo yetu. Huu mradi ni mradi wa maendeleo yetu. Ni shughuli ambayo ni ya wakfu. Tunafanya kazi ya wakfu. Kwa hiyo ninaamini kabisa Watanzania wote ni watiifu na waaminifu. Kwa hiyo tutanufaika na hivi vitu vitatu ambavyo tumevipata. Na kwa ujumla tu labda niseme ya kwamba mradi unakwenda vizuri. Mhandisi, tuko ukingoni kabisa mwa kipindi chetu. Nataka sasa ujaribu kuwaeleza Watanzania. Hapa tulipo ndio ofisi ya msimamizi wa utekelezaji wa mradi ilipo. Nataka uambie Watanzania kuna utajiri wa aina gani katika ofisi, kwa sababu makabrasha niliyokuta hapa ni mengi. Ripoti niliyokuta hapa unaweza kujaza nadhani container raft ya 40. Nataka utembee na Watanzania. Lakini je, ofisi yako hii kwa sababu ndiyo yenye kila doti ya utekelezaji wa huu mradi inakwenda kuwa na faida gani kwa kizazi kijacho, kwa maana ya kupata taaluma ya usimamiaji na utekelezaji miradi kabambe kama Julius Nyerere Hydro Power Project? Nishukuru sana. Tena nitumie maneno ya TBC katika kipindi kimoja cha Kalamu ya Mwalimu ambapo namsikia mwanadada Janet akiwa anasema ya kwamba eti wanasema Mwafrika ukitaka kumnyima maarifa yaweke kwenye kitabu. Akakataa, akasema hapana. Kama mnavyoona hii ofisi
na macontainer na mashelf yote yatakayokuwepo hapo ni ya kutunza haya makabrasha na nyaraka zote. Na malengo yetu tunatazama vipi? Mradi wa Mwalimu Nyerere baada ya kukamilika, tunatunza kila kitu tunachokifanyia kazi. Tunatunza na kurekodi kila jambo linapofanyika hapa. Na nini tunachokitegemea? Tunategemea kwamba wenzetu huko mbeleni, watafiti ama wanaofanya shahada zote kuanzia sasa shahada, uzamili, uzamifu, watafika hapa. Na wale ambao kweli wanataka kuyapata maarifa ndani ya vitabu watayapata haya maarifa. Lakini mengi watakayoona katika utafiti watatambua ya kwamba maamuzi mengi ya huu mradi, nasema bayana, yamefanywa na Watanzania. Maandishi ya kimsingi, mtaona majadiliano na kila kitu, kwa sababu mengine yamekaa kama Hansard, yamefanywa na Tanzania. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama nilivyosema kitawapa ile confidence na jeuri ya kwamba kumbe tukisimama wenyewe tunaweza. Lakini huu mradi una vitu vyote. Mikataba yote imetunzwa, barua za kila siku zimetunzwa, michoro yote imetunzwa. Yaani kama mtu akizunguka hapa kama ni kila kitu. Na tunategemea kukamilika kwa huu mradi, huenda tukawa na library kabisa ya huu mradi. Kwa sababu unaona kabisa unaweza kuwa na macontainer matatu au mangapi ukiacha vitu vinginevyo. Kwa hiyo vyote hivi tutavitunza vizuri kabisa na tutavikabidhi, vitakaa mahali ili kwa kizazi kichacho uwe ndio mwanzo wa elimu. Nakushukuru sana. Tunapofika ukingoni kabisa, nataka sasa uzungumze na Watanzania. Nini akiba ya maneno ambayo unawaachia juu ya umuhimu, juu ya namna ambavyo maamuzi yaliyofanywa na kiongozi wa taifa hili juu ya utekelezaji wa mradi huu ambao ni ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Nini sasa ambacho unawaambia Watanzania? Hii ni akiba ya maneno juu ya mradi huu. Akiba ya maneno ambayo naomba Watanzania waitunze nimeizungumza hapo. Ulipotoka kwa Mwalimu Nyerere, ndoto ya gizani akaitoa nuruni. Imekuja kwa John Pombe Joseph Magufuli, yuko gizani kupingwa na kila kitu, lakini anatekeleza kile kilichoko nuruni. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba kilichofikiriwa tukiwa nuruni basi ni nuru hata tuko gizani. Imani, tutunze imani. Kama nilivyosema, ukiwa na imani chembe ya haridari, basi unaweza kuamuru mbuyu au mkuyu ukang'oka na ukaota baharini. Imani, imani, imani. Tunakwenda kukamilisha huu mradi. Asante sana Mhandisi Robert Kabudi, na nikushukuru sana kwa kuweza kutoa elimu maridadi kabisa, lakini maelezo ambayo yamekamilika, hayana kasoro, lakini ambayo kwa hakika yanakwenda kuwa kama Hansard vile vile kwa maana ya maktaba za TBC. Mtazamaji wa TBC1, tunafika mwisho wa kipindi maalum juu ya utekelezaji wa mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project. Labda ninapomaliza hapa na mimi nikuachie akiba ya maneno, ni kwa namna gani uweze kujisikia wewe Mtanzania, hususani mzalendo wa taifa hili, juu ya umuhimu, ni kwa namna gani ambavyo mradi uko hakika unakwenda kubadilisha maisha ya Tanzania. Lakini si kubadilisha tu, kwa sababu unapobadilisha maisha ya Mtanzania bila ya kuongeza uimara wa taifa haisaidii. Kwa sababu Mtanzania ni kama mtu ambaye anakaa kwenye nyumba. Mtu anakuwa imara kutokana na nyumba kuwa imara. Tanzania inapokuwa imara ndivyo Watanzania wanakuwa imara. Mradi huu sasa unakwenda kuongeza uimara wa ukuta wa taifa la Tanzania, kama ambavyo umeweza kumsikia hapa mtaalamu wetu Mhandisi Robert Kabudi, ambaye kwa hakika amekupa maelezo tosha kabisa kwamba licha ya kwenda kuzalisha umeme, lakini mradi huu unakwenda kutumia malighafi na rasilimali za Kitanzania. Kwa mfano, rasilimali ya pozolana. Pozolana ni udongo ambao unapatikana Tanzania tu, unarekebishwa na aina fulani za chemicals na kuweza kutumika kwenye ujenzi. Je, kama Watanzania tusingekuwa na elimu ya kutosha, mkandarasi alishatoa nje akasema pozolana haifai, lakini kwa kuwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitilia mkazo kuona kwamba Watanzania lazima wapate maarifa ili kuweza kumudu taifa lao, ndipo ambapo mhandisi mkazi wa mradi huu Mhandisi Kamuhabwa akasema hapana, mimi na elimu ya jambo hili naingia mwenyewe maabara niweze kuprove je inawezekana au haiwezekani, na imethibitishwa kwamba inawezekana. Fedha ambazo ilikuwa zitoroshwa kwenda nje sasa zinakwenda kuijenga Tanzania. Lakini jambo la pili na la tatu la mwisho ambao nataka nikuachie hapa mtazamaji, ni kwa namna gani ambavyo baba wa taifa sio peke yake na viongozi waasisi wa bara la Afrika, kina Sekou Toure katika Guinea, lakini Kenneth Kaunda katika Zambia, lakini vile vile unakwenda kuwakuta watu kama kina Madibo Keita katika Mali, kina Abdul Nasser katika Misri ya leo, waliweka msingi, waliona mbali, pamoja na Haile Selassie katika Ethiopia ya leo. Wakati wanaunda Umoja wa Nchi Huru za Kiafrika mwaka 1962, halikuwa tu shirika la kisiasa, walikwenda mbele, na moja ya misingi mikubwa ambayo alianzisha ni Benki ya Maendeleo ya Afrika, lakini vile vile ni reinsurance ya bara la Afrika, ambayo kama wewe sio mzalendo, kama wewe sio mwanamapinduzi, unaweza hata usio na habari. Lakini John Pombe Magufuli amethibitisha
kafungua makabrasha, kaikuta kuna reinsurance ya Afrika. Shirika la bima la taifa limepata kule reinsurance na limeweza kudhamini huu mradi. Ni fedha nyingi ambazo kwa hakika zingeweza kupotea. Moja ya sifa muhimu sana katika uongozi ni uwezo wa kutoa maamuzi. Yana faida, yana hasara ni jambo jingine, lakini simama uweze kuhesabiwa. Mtangazaji wako Lugenzi Kabale kwa sasa kutoka hapa Stiglas Gorge, nasema bye bye.